Jubilei 2025, mahujaji wa matumaini. Basi kwa niaba ya wanaparokia wa parokia hii ya Mtakatifu Maria de Matias, napenda kutoa shukrani kwanza kwa Mungu Mwenyezi aliyetuwezesha kumtumikia na kufikia siku ya leo kuweza kupata waimarishwa hawa 128. Napenda kumshukuru Baba Askofu Mwashamu Stefano Lamek Musomba OSA kwa kutongozea ibada hii na kuimarisha vijana wetu, lakini pia Baba Paroko ambaye leo tumesikia ni mkurugenzi wetu wa walei, Baba Francis Pastori. Tunaomba pia kutoa shukrani kwa Baba Paroko wa Nyakasangwe kwa kuweza pia kushiriki na kusaidia katika shughuli hii ya kuwaimarisha vijana wetu. Shukrani kwa frateri, kwa masista, kwa waimarishwa wote, kwa Wakristo wote, kwa viongozi katika ngazi mbalimbali, itifaki ikiwa imezingatiwa. Sipendi kusema mengi yamesemwa. Sisi tukiwa ni parokia ambayo imepata upendeleo maalum kutoka kwa Baba Askofu wetu, nafikiri tutaendelea kusema jimbo jipya kwa kipindi kirefu. Sasa tumekuwa ni parokia ya kwanza kupata kipaimara, lakini basi kuna siku kutakuwa na misa ya kwanza ya upadrisho. Itakuwa tena ni bado ni wajimbo jipya, sijui itafanyika wapi. Kutakuwa sijui na kitu gani kingine kwa mara ya kwanza. Nafikiri vya mara ya kwanza vyote vikiisha, ndio jimbo letu sasa litaanza kuitwa jimbo kongwe. Au sio baba? Lakini basi tunamshukuru sana Mungu kwa sababu tumesikia katibu alivyotueleza katika historia yetu tulipoanza sisi kama parokia ya Mtakatifu Maria de Matias. Na kwa namna ya kipekee napenda kuongelea pia neema tuliopewa kuweza kupata ziara mbalimbali za hija katika sehemu takatifu, ambapo mwaka jana tuliweza kupeleka kundi la watu takriban 50 katika hija huko Kibeho. Lakini pia mwaka huo katika kuadhimisha miaka 10 ya parokia tuliweza pia kuwa na kundi la watu takriban 50 ambao waliweza kutembelea Italia, ambapo kwa nafasi ya kwanza tulitaka kuona mtakatifu somo wa parokia yetu Maria de Matias alipozaliwa, alipofanya utume, alipopata wito, lakini pia na watakatifu wengine akiwemo Mtakatifu Gaspari de Bufalo ambaye ndiye alikuwa mwongozi wake akiwa ni padre. Mwaka huu pia tumeweza kupeleka mahujaji makundi mawili ambayo kila kundi lilikuwa ni takribani watu 50, lakini ilikuwa kama 45, ambapo pia waliweza kutembelea huko kwenye kumbukumbu ya Mtakatifu Maria de Matias, lakini na watakatifu wengine wengi akiwemo Padre Pio, Mtakatifu Gaspari, Mtakatifu Francisco wa Asizi, Clara wa Asizi, Carlo Acutis, Rita wa Kasha, lakini pia katika makao ya Kanisa Katoliki Roma. Na mwaka huu ukiwa ni mwaka wa imani, jubilei miaka 25, nikiwa mmoja wapo tuliweza kuingia katika malango yale 4 katika mabasilika 4 pale Roma na Vatikani, na tuliwaombea sana wote wanaparokia na jimbo letu la Bagamoyo ambao tulijua tayari limekwisha anzishwa, na wengine tuliporudi tuliweza kushiriki katika ibada ya kusimikwa Baba. Kwa hiyo basi tunazidi kutoa shukrani sana kwa Mungu, kwani haya na mengine yote ambayo yametokea sio kwa akili zetu au kwa uwezo wetu. Na imani kuna watu wengi ambao wana akili zaidi au uwezo zaidi, lakini pia hawakuweza kupata nafasi kama hizo. Kwa hiyo tumepata nafasi hizo sio kwa ajili tu ya
kujiridhisha kama binadamu, lakini kuweza kupata mwamko wa kiroho ambao utaweza kuendelea kuchangisha au kuchagiza maendeleo ya kiroho katika jimbo letu la Bagamoyo. Tunapenda kumhakikishia Baba Askofu kwamba tutakuwa naye bega kwa bega katika kuendeleza jimbo letu hili ambalo ni changa lakini lenye historia kubwa, likiwa ndio lango la imani katika nchi yetu ya Tanzania, nafikiri sehemu kubwa ya Afrika ya Mashariki. Kwa hivyo basi tutatumia uwezo wetu wa akili, wa nguvu mbalimbali kuhakikisha kwamba jimbo letu kwa kweli linasimama pale ambapo labda tumepata uzoefu. Kwa mfano, tuna vyama vingi vya kitume, tuko tayari kwenda kwenye parokia mbalimbali kuweza pia kuamsha moyo wa kuanzisha vyama mbalimbali vya kitume, kwani kwa kuwa na vyama mbalimbali vya kitume tunapata nafasi kama Wakristo kuweza kujenga imani yetu. Nikirudi kwa waimarishwa, tumesikia kutokana na mahubiri na alivyotuasa Baba Askofu na wazazi wenzangu ambao tuko hapa. Baba amesema akienda parokia nyingine atauliza watoto waonyeshe Biblia zao. Kwa kweli tunawapongeza kwanza kwa jinsi ambavyo mmeweza kujibu maswali mengi vizuri. Kwa yale machache ambayo kulikuwa na utata, tunaomba sasa mkayafanyie kazi. Na wazazi wenzangu, tusaidiane. Tukichelewa kidogo kwa hawa vijana, tutakuwa tumechelewa moja kwa moja. Mimi na wengine wachache ambao ni katika waanzilishi wa Kigango na mwisho parokia hii, tulisukumwa na kutaka watoto wetu waweze kufanya mafundisho yao hapa. Ndio tukaona tujenge jengo hilo ambalo likawa kanisa na baadaye tukaweza kuhamia hapa. Kwa hiyo kilichotusukuma zaidi ni hawa. Mimi nikiangalia wanangu sasa hivi nawaona mara moja kwa mwaka au kwa miaka kadhaa. Kwa hiyo sina nafasi tena ya kuwalea, ya kuwaelekeza chochote. Nyie ambao mna vijana wenu bado mko nao, tunaomba mtumie nafasi mlionayo ili kuweza kufanya hayo aliyotuelekeza Baba Askofu. Wasiishie kuangalia TV, na siku hizi nafikiri mitandao ya jamii ndio imeshika nafasi zaidi. Kwa hiyo kule kwenye mitandao ya jamii unaweza kupata mambo mengi mazuri lakini mengi mabaya. Naomba nisiwe wa kusema mengi sana kwa sababu nitajikuta narudia ambayo yamekwisha semwa, lakini nitoe shukrani kwa wote waliofanikisha shughuli hii, kuanzia makatekista waliotufundishia vijana wetu, wazazi ambao mmewatoa na kuhakikisha kwamba wanakuja wanahudhuria. Lakini pia nitoe shukrani nyingi kwa wote walioandaa ibada hii ya leo. Tulipata taarifa kwa muda mfupi, lakini tulikuwa tunaongea na Baba Askofu kabla ya misa. Akasema kwani taarifa ya muda mfupi ni kitu gani? Kitu cha muhimu ni misa. Tunashukuru wote mmekuepo, lakini tunajua kuna angalau wawili ambao wamesafiri na familia zao. Tutawaombea waweze kupata kipaimara kwenye parokia nyingine kwenye siku zinazofuata, wasichelewe. Hakuna sababu ya kuwapeleka mwaka mwingine. Lakini basi ni shukrani kwa vyombo vya kanisa vya uinjilishaji ambavyo tuko navyo siku ya leo. Radio Maria Tanzania wako live kwenye YouTube pamoja na kwenye Facebook. Kwa hiyo misa hii hata sisi tukiangalia baadaye tunaweza tukaona. Pia tunaweza kuwatumia link ndugu na jamaa kwa kutumia hiyo mitandao ya jamii ambayo nasema ikitumika vizuri basi inakuwa ni chombo cha uinjilishaji. Radio Mbiu na Jugo Media pia wamekuwa live kwenye YouTube, lakini pia Mufilip Media wako live YouTube. Pia picha na habari mbalimbali zitapatikana kupitia gazeti la Kiongozi. Gazeti la Kiongozi pia lipo, na tunaomba wazazi
tutumie kama zawadi ya kwanza ya kuwapatia vijana wetu. Nakala yako kwa shilingi 1000 tu unaweza ukawapatia vijana ili waweze kujisomea taarifa mbalimbali ikiwemo za watakatifu na mambo mbalimbali ya kikanisa. Naomba pia tangazo dogo, kuna Mkristo amepoteza simu yake kule Maliwatoni. Simu hiyo ukibonyeza tu pale kwenye screen kuna picha yake akiwa amevaa t-shirt ya utume wa Fatima. Naomba kama umeiona umpatie Sister Katekista. Basi naomba nimalizie hapo, niwapongeze wote. Poleni kwa masaa mengi, lakini nafikiri masaa haya tumemtolea Mungu, basi tumshukuru kwa hilo. Tumsifu Yesu Kristo.